Basi ndugu msikilizaji wangu, tena nakusalimu kwa siku hii ya leo. Nikitumai ya kwamba Mungu amezidi kukubariki, Mungu amezidi kukulinda wakati wa Pasaka, na kwamba umezidi kuona baraka za Bwana. Majina yangu ni mchungaji Kasisi Saul Mulama, nikiwa mwalimu katika chuo cha Kima International School of Theology, na nimefurahia sana ili tuweze kukuletea ujumbe maalum, ujumbe wa Pasaka, nikiwa nimeshirikiana na mwenzangu hapa ambaye kwa upande ule wa pili wa studio, ambaye ni ndugu Isaac Edmond Omolo, ambaye tunashirikiana naye ili tukaweze kukuletea ujumbe huu. Na ni muda tangu tulipowasiliana nawe msikilizaji wangu kwa kupitia kwa njia hii ya mtandao, lakini natumai ya kwamba mwaka huu panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutakuwa tunashirikiana pamoja ili niweze kuwaletea neno, tuweze kushirikiana pamoja katika neno lake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo siku hii ya leo Mungu amenipatia ujumbe wa Pasaka ambao ni ujumbe maalum ambao unatoka katika kitabu cha Isaya sura ya 35 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 8. Sitasoma vifungu hizo zote, bali nitasoma tu mstari wa 8 peke yake, ambao unasema, na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Kwa hivyo ujumbe ambao nakuletea, ujumbe wa Pasaka kwa wakati huu, ni kichwa chake ama mada ni njia imefunguliwa. Na kwa hakika tunaposherehekea Pasaka hii, tunasherehekea kwa sababu Mungu ametujalia, ametufungulia njia. Na nataka wewe msikilizaji wangu uweze kufahamu ya kwamba Mungu amefungua njia na Mungu ameweza kufungulia njia. Unaweza kuwa unapita katika hali ngumu wakati huu ama msimu huu wa Pasaka ama mwaka huu ulipoanza, hujaona jambo lolote la kuweza kukufurahisha, ama umeona vitisho vingi katika maisha yako na umekuwa na mashaka mengi, na siku ya leo nimekuja kwako nikiwa na ujumbe wa tumaini ya kwamba njia imefunguliwa kwa sababu ya kifo chake Yesu pale msalabani. Inatumai ndugu yangu ya kwamba labda wakati mmoja umeweza kusafiri barabarani pale na ukafika mahali ukapata ya kwamba maafisa wa trafiki wameweza kuweka vizuizi na wakafanya ukaguzi. Labda ulikuwa unasafiri kwa gari na wakafanya ukaguzi wa lile gari na wakaongea na yule dereva ama na yule makanga wa lile gari, na mwishowe wakaweza kuwafungulia njia, wakaondoa vizuizi zile ambazo kawaida huwa wanaweka pale barabarani, na mkaweza kupita. Mnapopita katika kizuizi kile hasa cha trafiki pale barabarani, inakuwa ni afueni kuu kwa yule ambaye anasafiri. Na kwa hivyo tunaona pia katika maisha yetu ya kiroho, ama tunapomtumainia Mwenyezi Mungu, Mungu anapotufungulia njia inakuwa ni afueni kwetu. Na hii Pasaka inataka ikuwe ni Pasaka kwetu ambayo inaleta afueni katika maisha yetu, inaleta kupumua kwa kiwango fulani katika maisha yetu. Njia inapofunguliwa mahali, mpendwa, natumai labda umewahi kuona hata njia inapojengwa mahali ambapo labda kulikuwa tuna njia nyembamba, lakini matinga yale ya wajenzi wa barabara yakapita pale, yakaweza kuondoa vizuizi, yakaipanua ile njia, na kisha baadaye hiyo njia ikaweza kujengwa na ikaweza kulainishwa ili hata magari makubwa, magari madogo, hata pikipiki na baisikeli zikaweze kupita na zikaweze kusaidia watu katika sehemu hiyo wakaweze kuitumia. Njia inapofunguliwa mahali inaleta manufaa mengi katika maisha ya wanadamu ama katika maisha ya wakazi wa mahali pale. Na pia tunaona ya kwamba Mungu anapofungua njia katika maisha yetu inakuwa na manufaa mengi katika maisha yetu. Ni vizuri kufikiwa, maana njia inapofunguliwa unapata kufikiwa. Labda kuna vitu fulani ambazo zina mahitaji katika jamii, lakini wakati hakuna njia ama wakati kuna tu kanjia kadogo,
inakuwa vigumu watu kuweza kufikiwa na huduma kama hata huduma za hospitali na huduma nyingine. Na hivyo wakati Mungu anapokufungulia njia, unapata ya kwamba unafikiwa. Tukiangalia katika maandiko, hasa katika kitabu cha Luka 23 mstari wa 39, tunaona Yesu aliposulubiwa msalabani, alisulubiwa pamoja na watu ambao walikuwa, Biblia inasema walikuwa watu ambao hawakuwa watu wazuri. Lakini wakati walikuwa pale msalabani pamoja na Yesu, kuna mmoja ambaye aliweza kumwambia Yesu ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu na umefungulia watu wengi, umekuwa ukiwahubiria watu, umekuwa ukifanya miujiza, na kwa nini wewe hauwezi kujiokoa huko hapa pamoja na sisi, kwa nini? Na jambo hilo yule mtu wa pili naye pia alisikia na akaweza kupeana jawabu tofauti kwa Yesu. Akamwambia usinisahau. Lakini tunaona ya kwamba wakati Yesu aliposikia maneno ya yule mwizi wa pili, aliweza kumwambia siku ya leo utakuwa pamoja nami katika ufalme wa milele. Kwa hivyo Yesu aliweza kumfikia yule mtu ambaye alikuwa ametenda dhambi, alikuwa amewachwa, alikuwa amesulubiwa, lakini kwa sababu alikuwa pamoja na Yesu pale msalabani, njia yake ilikuwa imefunguliwa, ama njia yake ilifunguliwa kwa sababu alifungua roho yake na akaweza kukubali ya kwamba huyu ni mkombozi, huyu ni mwokozi wa ulimwengu, na njia yake inafunguliwa. Na Yesu akamwambia ya kwamba leo hii utakuwa pamoja nami katika ufalme wa milele. Kwa hivyo tunaposema ya kwamba njia imefunguliwa, inamaanisha ya kwamba upendo wa Mungu umetufikia katika maisha yetu. Tumeweza kufikiwa na baraka za Mwenyezi Mungu. Tunapoomba, tunapoenenda katika maombi, Mungu anatusikia na anatufikia, anatufanyia yale ambayo tunahitaji katika maisha yetu. Hatustahili kuwa na wasiwasi kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Kwa hivyo unapokuwa katika maisha haya ya ulimwengu huu, na hasa katika msimu huu wa Pasaka, nataka nikuhimize ya kwamba ikiwa yule ambaye alikuwa pale msalabani pamoja na Yesu, pamoja na yule mwivi mwingine, na akaweza kufikiwa, inamaanisha hata na wewe pia Mungu ama Yesu anaweza kukufikia pale mahali ambapo ulipo, na akaweza kukuletea tumaini katika maisha yako. Kwa njia nyingine pia tunaona tunaposoma katika kitabu cha Yohana mlango wa 8 mstari wa 1 hadi wa 11, neno linazungumza kuhusu mwanamke ambaye alipatikana ama aliletwa kwa Yesu, na wale ambao walimleta kwa Yesu walisema ya kwamba huyu alikuwa amepatikana katika uzinzi, na kulingana na sheria ya Musa ilibidi ya kwamba yule ambaye amepatikana katika hali kama hiyo akaweze kupigwa na mawe, akaweze kuuawa. Wale wanaume ambao walileta yule mwanamke kwa Yesu, walimweka katikati, na walipomweka katikati, huyu mwanamke alihisi akiwa peke yake. Maana yake kwa sababu alipoangalia, aliona watu ambao walikuwa wamejawa na hasira na chuki na machungu katika mioyo zao, wakiwa na nia moja tu ya kuweza kuondoa uhai wake. Lakini jambo ambalo hawakujua ni kwamba wakati ambapo walikuwa wamemleta kwa Yesu, walikuwa wamefungua njia yake. Na hii ndilo jambo ambalo nataka msikilizaji wangu uweze kufahamu, ya kwamba katika maisha watu wanaweza kukufanyia mambo machafu, wanaweza kukukataa, na hata wanaweza kupanga mambo makuu mabaya kwa maisha yako. Lakini ukiwa umemtumainia Mwenyezi Mungu, mradi wewe umefika mbele ya Mwenyezi Mungu na umemtambua Mungu katika maisha yako, ukaweze kujua ya kwamba yale yote ambayo watu wanaweza kupanga ama kukusudia kuyatenda katika maisha yako, ikiwa Mungu hajakubali ya kwamba yale ambayo wanapanga maovu yaweza kutimia katika maisha yako, hakuna jambo lolote ambalo wanaweza. Yule mwanamke alikuwa pale akiwa amewachwa peke yake, akiwa hana rafiki, akiwa haoni tumaini, akiwa anaona kukataliwa. Lakini wakati ambapo alifika kwa Yesu, Biblia inatuambia ya kwamba baadaye wale ambao walikuwa washtaki wake wakishaondoka, alibaki tu na Yesu peke yake, na Yesu akaweza kutamka maneno
ambaye aliweza kubadilisha maisha yake, akapata msamaha wa dhambi na akapata kuokolewa. Na kuanzia siku hiyo ninatumai ya kwamba aliweza kupata njia zake katika maisha yake zikiwa zimefunguliwa. Kwa hivyo anataka ndugu ama dada msikilizaji wangu ambao unanisikiza, labda unaweza kuwa umekataliwa, labda unaweza kuwa umechukiwa, labda unaweza kuwa watu wamepanga mambo mabaya juu ya maisha yako, labda unaweza kuwa labda kupitia kwa yale mambo ambayo umeyatenda umejipata ya kwamba uko katika hali ngumu na haujui unaweza kupita wapi. Nataka niweze kukuhimiza ya kwamba kupitia kwa Pasaka hii uweze kujua ya kwamba njia yako imefunguliwa. Unaweza kupokea msamaha wa dhambi, unaweza kubarikiwa, unaweza kukubaliwa, na unaweza kupata hali ya maisha yako ikibadilika, ukiondoka katika ile hali ambayo ni ya uovu, ukiondoka katika ile hali ambayo ni ya kuchukiwa, ukiondoka katika ile hali ya kukataliwa, ukiondoka katika ile hali ambayo hauoni jambo lolote njema likiwezekana kwako, na ukiona mambo yakianza kuenenda katika hali ambayo labda mwanadamu hangeweza kukutimizia. Unaposoma katika kitabu cha Yohana mlango wa 14 kuanzia mstari wa 16, maandiko yanakuambia ya kwamba Yesu ndiye njia. Yote atakaye lolote kupitia kwake ataweza kulipokea. Hakuna njia nyingine ambayo tunaweza kupitia isipokuwa ni njia ya Yesu. Na ndipo kwa sababu Pasaka ni wakati muhimu kwa ajili ya Mkristo, kwa sababu tunapoona yale Yesu amefanya pale msalabani, akaweza kutoa uhai wake, akaweza hata kutoa maisha yake, akaweza kujitoa nafsi yake yeye mwenyewe ambaye alikuwa ni Mungu, lakini akaweza kunyenyekea kwa kiwango ya kwamba akaweza kufanyika kuwa mwanadamu ili sisi tukaweze kupata njia ya kufikia kwake Mwenyezi Mungu. Hakuna mahali pengine popote ambapo tunaweza kupata njia ya ukombozi, njia ya uponyaji isipokuwa ni kupitia kwa Yesu. Na jambo lingine ambalo ningependa kukuambia ewe msikilizaji wangu inapoelekea kumalizisha ujumbe huu ni kwamba wakati tunapozungumzia kuhusu njia ya kufunguliwa, inamaanisha kwamba Mungu anapotufungulia njia zetu, ama Mungu anapotufungulia njia, anahitaji ya kwamba mimi na wewe tukafanyike kuwa vyombo za kuweza pia hata kufungua njia kwa watu wengine. Ikiwa wewe Mungu amekufungulia njia, labda ukaweza kupata nafasi, unahudumu mahali fulani, unaweza kuwa unahudumu, wewe unaitwa, umepewa jina la kiheshima, labda unaitwa kasisi, ama unaitwa kuwa mchungaji, ama unaitwa kuwa kiongozi katika shirika fulani, ama unaitwa mheshimiwa mahali pale ambapo unafanya kazi. Ni jukumu lako ya kwamba wakati ambapo umeinuliwa kwa kiwango hicho, ukaweze kutumia nafasi hiyo kwa sababu ya kuweza kufungua njia kwa watu wengine. Kwa hivyo kupitia kwa Pasaka hii, tunaposema Mungu anaposema ya kwamba njia yako imefunguliwa, inamaanisha ya kwamba unaweza kuwa hauoni jambo lolote, lakini kupitia kwako, hata kwa ule uchache ama kwa ule udogo ama kupitia kwa upungufu ambao unaweza kuwa unaona katika maisha yako, Mungu anaweza kutumia udogo ulio nao ili kuweza kufanya mambo makubwa katika maisha ya watu wengine. Kwa hivyo usijidharau wala usijidunishe mahali popote ambapo ulipo msikilizaji wangu. Nataka nikutie moyo ya kwamba Mungu anaweza kufanya wewe ukaweza kuwa chombo cha kuweza kufungua baraka kwa watu wengine. Inapomalizia, ningependa niweze kutaja jambo moja kutoka katika kitabu cha Zaburi mlango wa 19 mstari wa 21, ambayo inasema mwanadamu anaweza kuwa na mipango mingi. Wewe waweza kuwa na mawazo mengi, lakini ni yale tu mawazo ya Mungu ambayo yatatimia katika maisha yako. Unaweza kuwa na mawazo mengi, wanadamu wanaweza kufikiria mambo mengi, wanaweza kupanga mambo mengi, lakini ni mipango tu ya Mwenyezi Mungu ambayo itaweza kutimia katika maisha yako. Kwa hivyo nataka wakati ambapo namalizia ujumbe huu ya kwamba ukaweze kujua ya kwamba usifikirie ya kwamba ama usiwaze ya kwamba kuna njia nyingine. Ujue ya kwamba ni Mungu pekee, mawazo ya Mungu pekee ambayo yataweza kutimia katika maisha yako. Na ikiwa Mungu amekufungulia njia kupitia kwa Yesu Kristo, ukija kwake kwa maombi,
ukija kwake kupitia kwa kunyenyekea, ukijiachilia kwake na kuweka tumaini lako na nafsi yako yote kwa ajili ya Yesu Kristo, utaweza kuona njia zako zikifunguliwa, na yale ambayo yalikuwa magumu kwako, yale ambayo yanaonekana ya kwamba sio mepesi kwako, yakaweza kufanyika mepesi kwa sababu ya utukufu ya Mwenyezi Mungu, na pia wewe ukaweza kuwa na jambo la kuweza kushuhudia ya kwamba ulikuwa katika hali ngumu, lakini kwa sababu ya Mungu njia zako zimefunguliwa. Kwa hivyo nataka nikuombee wewe ambaye uko na tatizo, unaona ya kwamba njia zako za kazi zimefungika, umetafuta kazi miaka mingi, miezi mingi, unakaribia kupoteza tumaini. Nataka nikuhakikishie ya kwamba kupitia kwa Pasaka hii Mungu yuko tayari kwa ajili ya kukufungulia njia. Na wewe dada, unaweza kuwa umekaa miaka mingi hata hujapata mtoto, umeomba, umezunguka kwa madaktari. Nataka nikuhakikishie ya kwamba kupitia kwa Pasaka hii kwamba njia imefunguliwa kwako, ili nawe pia ukaweze kubarikiwa, ukaweze kupata mtoto, ukaweze kufurahia. Na ikiwa wewe pia unaweza kuwa uko pale mahali na umekuwa na magonjwa katika mwili wako, umeumia siku nyingi, umetafuta njia ya matibabu hauoni, nataka pia nawe nikutie tumaini ya kwamba kupitia kwa Yesu kuna uponyaji, na njia yako ya uponyaji imefunguliwa. Ukaweze kuamini pamoja nami ninapokuombea kwa maombi haya na kupitia kwa ujumbe huu, na ukaweze kupokea uponyaji, maana njia yako imefunguliwa ili ukaweze kupata uponyaji. Na basi tuamini tunapoomba kwa pamoja. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa sababu ya nafasi hii njema ambapo nimeweza kuzungumza na msikilizaji wangu kupitia kwa ujumbe huu ya kwamba njia imefunguliwa. Naombea huyu dada ambaye amekutumainia kwa wakati mwingi, kwa shida nyingi ambazo amekuwa nazo. Ninaomba ya kwamba ukaweze kufungua njia yake, ikiwa ni kwa sababu ya kazi. Mungu, naombea yule ambaye anatafuta kazi, ukaweze kufungua njia yake, maana wewe ndiye Mungu mwenye uwezo. Ina imani ya kwamba tunapokuomba wewe, unapoweka tumaini letu kwako, utaweza kufungua njia ili huyu dada, huyu ndugu akaweze kupata njia zake zikifunguliwa, na akaweze kulibariki jina lako. Namwombea huyu dada ambaye amekutumainia kwa muda mrefu kwa ajili ya uzao wa tumbo lake. Naomba Mungu Baba ukaweze kufanya miujiza ili naye pia akaweze kupata mtoto, akaweze kuitwa mama, akaweze kukufurahia, akaweze kushuhudia ya kwamba wewe ni Mungu wa Sara, wewe ni Mungu wa Hana, wewe ni Mungu wa Elisabethi, Mungu ambaye unawakumbuka watu wako, ukawafanya kuwa vyombo kwa ajili ya baraka kwa watu wako. Ninakushukuru Mungu wangu. Naomba kwa huyu ambaye dada ama huyu ndugu ambaye amekaliwa na magonjwa katika mwili wake, nyama ya mwili wake umeumia kwa miaka mingi ama kwa muda mrefu, inatangaza uponyaji wako, njia ya uponyaji kaweze kufunguliwa kwako hivi sasa katika jina la Yesu, na ukapate uponyaji, ukaweze kushuhudia ya kwamba ulikuwa mgonjwa kwa miaka mingi, lakini kupitia kwa Pasaka hii ya mwaka wa 2025 uliweza kupata uponyaji. Inakuombea ukachukue hatua ili ukaweze hata kutafuta mchungaji akaweze kukuwekelea mikono, ukaweze kupokea uponyaji na ukaweze kuinuliwa, ukaweze kushangilia jina la Bwana. Ni asante Bwana kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni Mungu ambaye unafungua njia zetu, Mungu ambaye unatuondolea maadui, Mungu ambaye unatusaidia ili tukaweze kulishuhudia jina lako jinsi ulivyo Mungu wa upendo. Na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo asante msikilizaji wangu, unapoendelea kubarikiwa na ujumbe huu, inatumai ya kwamba Mungu atakuonekania, Mungu akaweze kufungua njia zako, na ukaweze kuwa na Pasaka ambayo imejawa na furaha, ambayo imejawa na ushindi katika jina la Yesu. Amen.